Tunaenda zetu kwenye magazeti, sio muda, saa 2 dakika 20 John Lupokela yuko pale Tegeta wakijiandaa kutupa aliyojiri kwenye magazeti wino mzito. Magazeti yameandika mengi kweli kweli. Nichungulia bwana. Nichungulia Nipashe. Unajua mimi kabla ya kulala nasoma magazeti ya kesho. So unajua saa 6 saa 7 yanakuepo. Ndio. Nichungulia jana Nipashe ndio amesema yuko wapi? Yuko wapi nani? Mwenyekiti bwana kaonekana kuna picha. Chama cha nini cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wa zamani samani. Kaja mwenyekiti chama cha fanya kazi labda huko. Mwenyekiti mstaafu. Freeman Mbowe. Jana kwanza nimeona, unajua kisa kati huwa tunaoji maswali hapa afu majibu yakipatikana tusiposema wanasema nyinyi mbona mnaoji tu yakishapatikana majibu amseme. Tulioje hapa kuhusu kutokuonekana kwa Ezekia Wenje kwenye kamati kuu ile ya Bagamoyo kwenye ile ya kwanza kabisa, baadaye kwenye matukio kadhaa ile tone ukabidhi ofisi hakuepo. Lakini jana nimeona amehudhuria kwenye kikao cha kamati kuu ambacho kilifanyika siku 2 juzi na jana. Ambapo jana ilikuwa siku ya mwisho na picha ambazo zilitoka alikuwa akionekana yupo kwenye mkutano ule. Kwa hiyo hilo limepata majibu, si ndio Nipashe kweli wameandika kuhusiana na kwenye mitandao pia toka jana tunauliza jamani sawa basi tushamuona wewe bado Mbowe. Freeman wewe umesema umeona wapi? Mimi nimeona kwenye picha. Watu hawaulizi kumuona kwenye picha. Yupo, sisi tunajua yupo. Atakuwepo nyumbani, atakuwa kwenye shughuli zake. Sasa mmemwona wapi? Nimemuona kwenye picha. Picha akiwa wapi? Ulikotaka sijamuona. Ile picha nimeona kwenye account za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, inadaiwa ni airport. Watu wanataka kumuona kwenye vikao rasmi kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo watu wanategemea yule ni mjumbe wa kamati kuu wa kudumu. Sio mjumbe tu, ni wa kudumu. Lakini pia mimi ninachokiamini ni kwamba mengi yanayojadiliwa kwenye kamati kuu za sasa, mipango mingi inahusisha pia uzoefu wake. Yani unataka kusema tuko tukifanya hivi, nyinyi mnashauri tuendeje baada ya hili? Yani unajua mkiwa wapya kwenye uongozi kwenye eneo hamwezi kuongea sentence kubwa ya kuuliza je mlifanyaje mwaka jana hili jambo. Sasa kumuuliza mlifanya mwaka jana au taratibu ulikuwaje kumuuliza tunatamani yawepo watu wa mundo. Watu wanaoji kwa sababu ya kutengeneza mazingira labda kwamba amegoma sio nini, lakini haonekani kwenye vikao. Na sio kwamba haonekani tu, majibu ya viongozi waliopo hayatoshi kusema nimejibiwa. Tulimuuliza John H hapa akasema mtafuteni, mpigieni simu, muulizeni alipo nyumbani. Nikaona pia akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari akasema sijibu hilo swali. Aliulizwa akasema hilo swali sitajibu. Tulimuuliza Amani Golugu hapa alivyokuja akasema wao wanajiandaa kwenda kumtembelea nyumbani kwake. Kwa hiyo ikaonekana kama kuna jambo la kwenda kuongea naye kabla hajaanza kushiriki. Sasa mpaka hapo hajatoka majibu. Kwa hiyo tulikuwa tutegemea basi tuone kama Madonda anapona automatically, tunamuona tu ameingia kama Wenje alivyoingia kwenye vikao au kama kina Boni walivyoingia moja kwa moja tu kwamba tunawaona wanashughulika, shughuli zinakwenda, tulitaraji kumuona. Sasa kutokuonekana kwake ndo kunafanya waandishi wa habari kwenye magazeti na wapi wanahoji kwamba yuko wapi Mbowe. Na sisi tunahoji kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yatatibu kwa urahisi na kumaliza kabisa kwamba Chadema kupo fresh ni kumuona Freeman Mbowe, sio kumuona tu, kumuona mbele kwenye mipango ya chama kwamba kwenye ziara zitakazoanza labda mwezi ujao au miezi miwili ijayo kanda fulani atakayeongoza eneo hili ni Freeman Mbowe. Yani hiyo itafanya watu waseme basi sawa, kumbe chama sio kwamba hakina imani naye, kinamwamini na shughuli chama kipo pamoja, kwa sababu kuwa na wapiga kura takribani wanaelekea kuwa nusu ya chama wanachama ambao ni watu kwa kuamini sio kitu cha kubeza. Yani huko unakoenda uwezi kuwaeleza kitu kuelewa, sababu kuna mtu ambaye mmemwacha nyuma. Ni vyema, na mimi ni ushauri ambao naruhusiwa kutoa kwamba wanaanza ziara Chadema. Ningetamani kumuona akiwa miongoni mwa watu ambao wanachanja mbuga kama alivyofanya ziara za mwisho wakati akiwa yeye mwenyekiti na makamu wake. Nafikiri katika hilo mteni kwamba yote yana umuhimu. Sawa. Watu watamani muone kwenye vikao rasmi. Sio? Na vile vile yeye kutokuonekana inawapa fursa wa viongozi wapya. Kwamba unajua kuna ile wanasema msemo kivuli kinaishi. Yaani kwamba sio kivuli chake kinawazonga pale katika vikao. Kwamba huu ni utawala mpya, ni awamu mpya. Naelewa. Kwa sasa yeye kutokuonekana ni kuwapa fursa viongozi wapya wenye mipango yao na mikakati yao. Lakini vile kuonekana
inatengeneza taswira ya nje kwamba hichi chama kipo pamoja. Hata kauli yake ya mwisho kuna uchaguzi aliuambia uongozi ambao unachukua nafasi kwamba na wajibu wa msingi kuweza kutibu majeraha ambao kimsingi umetoka kuna uchaguzi. Kwa sasa kutokuonekana yeye inaweza kuwa tafsiri kwamba kuwapa nafasi viongozi wafanye kazi kwa uhuru zaidi, lakini kuonekana vile vile kwake yeye, kwa sababu sasa hivi Mbowe ni kiongozi wa, tunasema na nafasi wa kiongozi wa kitaifa, yani mwanasiasa kitaifa. Na hata ukiangalia kwenye chama chao wale senior delegate, yani wanachama wote kuanzia rais, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wote hawawezi kufikia uzoefu walikopo na Freeman. Kwa sasa yeye kukaa kwenye vikao itaweza kutengeneza taswira ya nje kuelekea uchaguzi mkuu kwamba wapo pamoja zaidi. Haya, tuko tunapita kidogo hapa. Wino Nzito. Na Lupokela mwenyewe yuko tayari kwenye wino mzito. Sisi tuko tunajaribu tu kujifikiria